بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. Amma ba'du, tunaendelea na darasa ya tafsiri katika surati Yunus. Tulikuwa tumeishia katika aya ya 64, kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kuhusu bishara kwa watu wema ambao ni mawali wake, yani wapenzi wake na wasimamiwa wake. Akasema, ala tanabahini inna awliya Allahi, hakika mawali wa Mwenyezi Mungu, la khawfun alaihim, hakuna hofu juu yao ya mustakbali, wala hum yahzanuna, wala hawatahuzunika kwa yale yaliyopita ama ambayo wameyawacha duniani. Kisha akawatafsiri na kuwaelezea kwamba mawali wa Mwenyezi Mungu, wali ni nani? Akasema, alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na wakawa ni wenye kumcha. Kwa hivyo wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa vipimo vya kwetu vya duniani, anapimwa kwa mambo mawili. Anaangaliwa katika imani yake na itikadi yake. Je, ni sahihi? Je, ni itikadi ya Uislamu? Ni itikadi iliyotakata kutokana na shirki kubwa na shirki ndogo? Ni itikadi iliyotakata je kutokana na unafiki? Hana itikadi zinazogongana na itikadi iliyofundishwa katika Uislamu? Hana itikadi ya mambo ya bid'a, sababu bid'a zinajeruhi katika itikadi, sababu bid'a ni aina katika aina za shirki. Kwa kuwa anayezua katika dini anakuwa ameingia katika kujivika sifa ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Sifa gani? Sifa ya kuweka sheria, utaratibu wa ibada. Ndio maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akasema, amlahum shurakau, je, wanadamu wana miungu ambayo inawawekea sheria katika dini? Sababu kwa nini imeitwa ni miungu? Ikiwa kuna watu wanakuwekea utaratibu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, tayari Allah amesema hao umejifanyia miungu. Kwa hivyo awe ameepukana na mambo ya bid'a. Na dini ina pati mbili, ina kitengo cha i'tiqadi na ina kitengo cha matendo. Ndio maana tuna nguzo za imani na nguzo za Uislamu ambazo hizi zimesimama katika upande wa itikadi, hizi zimesimama katika upande wa matendo. Na ndivyo ambavyo aya hii inasema wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yatakikana awe ni mu'min katika upande wa itikadi, na ni mwenye kutekeleza katika upande wa sheria au matendo. Kwa hivyo ni mu'min katika itikadi na ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika matendo. Anatekeleza maamrisho na anaacha makatazo. Kwa nini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametoa taarifa hii? Ili mtu akitaka kuwa ni wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aingie katika hizi sifa mbili. Na namba mbili pia, Waislamu wasije wakamvika uwali mtu ambaye hana sifa hizi kwa sababu tu ya makarama yake.
makarama, maajabu, kwa sababu haya yanaweza kufanywa na mtu mchawi. Makarama yanaweza kufanywa na mtu mchawi, lakini huyo mchawi akavaa mavazi ya dini na akajitokeza kwa sura ya dini. Kwa hivyo kama sheria haikutuambia walii ni nani, yule mchawi ambaye anafanya maajabu, sisi hatutatofautisha haya maajabu ni kwa sababu ni mcha Mungu au kwa sababu ni mchawi. Kwa sababu mawalii wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wana makarama, na wachawi ambao wanaitwa mawalii wa mashaitani na wao wana makarama. Haya yanaitwa makarama ya mawalii wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, na haya yanaitwa ni makarama ya mawalii wa mashaitani. Hawa ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu, hawa ni wapenzi wa shaitani. Mawalii wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yakitokea makarama kwao, yanakuwa ni Allah anawasapoti na anatangaza ile manhaji na njia wanayopita ili watu wengine. Kwa hivyo inakuwa haya makarama ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anayaleta kwa mawalii wake ni kwa ajili ya kuwapa bishara. Hiyo itaingia katika hii lahumul bushra. Mawalii wa Mwenyezi Mungu wana bishara, ni kuwapa bishara wao na wengine ambao pia, maana si lazima kila mu'min au kila wali apatwe na miujiza au makarama, lakini inatosha kwamba mmoja wetu katika sisi watu wa njia hii Allah amemsapoti kwa makarama. Kwa hivyo makarama yanampa moyo yeye wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, pamoja na watu wa manhaji yake, pamoja na watu wa njia ambayo yeye kapita. Kwa hivyo hayo makarama yanakuwa yanalenga kumpa moyo na kuonesha kwamba hii manhaji na hii njia ni sahihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala anairidhia. Kama vile tukiona muujiza, manake makarama ni mdogo wake miujiza, lakini katika elimu ya dini miujiza ni ile ya manabii tu. Ama makarama yanaweza kumtokea mtu ambaye ni wa kawaida. Na kwa upande hawa ni mawalii wa Mwenyezi Mungu. Kwa upande wa shaitani naye ana mawalii wake, wale ambao wanafanya sana madhambi na wanakhalifu sana dini katika level ya juu. Hawa nao shaitani anaweza akafanya makarama ya uponyaji kwa mfano kupitia wao. Makarama yoyote, na karama ni amrun khariqun lil'ada, jambo lisilokuwa la kawaida, linatokea kama alivyosema, kama alivyoahidi, au kupitia yeye, sio? Anaweza kuwa labda akiomba dua inajibiwa pale pale, akisema neno Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla haliangushi. Huyo wali wa Mwenyezi Mungu. Wali wa shaitani pia anaweza akasema kutatokea jambo fulani likatokea. Kwa hivyo haya ni makarama na haya ni makarama. Tunatofautishaje sasa? Kama ikiwa wali huyu na wali huyu wote wamevaa mavazi ya dini, wana appearance ya dini, tunatofautisha kwa kuangalia manhaji zao kupitia vitu viwili. Tunaangalia akida ya huyu ambaye tunaona kwake mambo yasiyokuwa ya kawaida. Tukikuta akida yake ni safi na njia yake ya kuabudu ni sahihi, tunasema haya yatakuwa ni makarama ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kupitia mja huyu. Tukiona kuna maajabu lakini mtu mwenyewe wa hovyo, ukimpima katika vipimo vya dini anapishana vibaya, tunasema huu ni uchawi tu bwana. Makarama hayatatudanganya kabisa. Hata akaja akaponya wagonjwa wa hospitali nzima, hatutadanganyika, kwa sababu Allah anasema ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mawali wa Mwenyezi Mungu wana imani na wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika imani na uchaji, mawali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wanaogopa na wanakwepa suala la
kujitukuza. Ikiwa mtu anaambiwa ni wali wa Mwenyezi Mungu, alafu anamwambia watu, mimi nina makarama, njooni mimi nikikuombea dua ni mustajab, njoo nikubariki, khalas, hiyo alama moja tu, si wali wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kwa sababu mawali wa Mwenyezi Mungu wana sifa ile imetajwa katika Qur'ani, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, msizitakase nafsi zenu, Allah ndiye ambaye anamjua mwenye kumcha. Kwa hivyo yeye ni katika wale ambao alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, ana amali nyingi ukimwangalia, lakini yeye mwenyewe anahofia nafsi yake. Anahofia nafsi yake, hajipi uhakika kwamba, au kujipa maksi kwamba mimi ndio kigogo wao katika ucha Mungu. Huwezi kumkuta katika hiyo. Na hii ipo katika historia, achilia kwamba iko katika vitabu, iko katika historia ya mawali wote wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla ni waoga. Hawa mawali hawa wanaojigamba na kuwaita watu waje wawaombee au wawafanyie dua au wawafanyie jambo gani, na huku wanakusanya, tunawaona wana tamaa ya mali. Mawali wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla ni arqa min dhalika, wako juu ya hiyo level, wamepita hiyo level, ni wanyenyekevu kwa maana ya unyenyekevu. Mtu mmoja anasema hawa masufi, funga nanio, funga milango hizo, kelele hizo. Hawa masufi wanaojiita mawali wa kisufi, ni mutakabbiruna, ni watu wa kibri, lakini wamekuja kwa sura gani? Wanakuja kwa sura ya unyenyekevu, unyenyekevu wa kujipretend, lakini ni mutakabbiruna, ni watu wenye kibri. Kwa nini? We kuambia kujionesha kwamba ni mcha Mungu ni kibri. Kujionesha kwamba wewe unaweza kutatua matatizo ya wanadamu na hata dua yako ina guarantee, hiyo ni kibri. Waliwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla hawi mutakabbir. Kwa hivyo hawa masufi wanakuja kwa sura ya unyenyekevu na wanajifanya unyenyekevu, manake ndio sifa ya wacha Mungu iliyotajwa. Wao wana unyenyekevu fake, ni mutakabbiruna, ni wenye kibri. Kivipi? Kwa sababu wanataka watukuzwe, wanataka yani wawaoneshe watu kwamba wao ni wacha Mungu na dua zao zinajibiwa. Ndio maana wanaitisha watu waje wawaombee dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba hawakuwa hivyo. Na nukta hii ya mawali wa Mwenyezi Mungu na mawali wa mashaitani, makarama ya mawali wa Mwenyezi Mungu na makarama ya mawali wa mashaitani imetajwa sana katika vitabu vya aqida, na shaitani amecheza sana na watu hapa. Yani hii ni nukta imetumika sana kuwapoteza watu. Mtu anaweza kuwa hana maana. Unajua hawa wachawi wako mafungu mawili. Kuna mchawi yuko muwazi kwamba yeye ni mchawi. Mwingine ni mchawi kaamua kujificha kwenye nini? Kwenye dini. Na hii ni nyingi sana kwa manaswara na masufi. Wengine wanaendaga mpaka hata huko nchi za nje wanajifunza uchawi, akirudi amevaa vazi la dini, anaponya watu, nabii. Kwa maana kwamba anajidhihirisha kwamba ni mtu wa Mungu na ana miujiza na anafanya maajabu kweli, lakini ya kichawi, kwa sababu mchawi pia ana maajabu yake, si ndio? Anaweza kuwa ni mtu hapa mara akageuka akawa ni mbwa, si maajabu hayo? Au mtu huyo hapa anataka kukamatwa, labda anahatia akapotea, hamumpati, si maajabu hayo? Lakini kama amevaa vazi la dini, ni watu wachache watagundua kwamba huyu ni mchawi, si mtu wa dini.
kwa sababu watu wanaangalia labda kofia, kanzu, majoho, majuba, ni watapeli. Ndio maana jana nilitoa mfano, wanatembeaga hawa masufi kwa upande wetu sisi Waislamu, ama walifeki kwa upande wetu sisi Waislamu, manguo mengi ya nini? Hayo matasbihi mengi ya nini? Kwa nini liwe kubwa mpaka linaburuza kule? La nini? Wewe unataka tasbihi ya kuhesabia nyiradi, sio 4 7 ngapi za nini? Kwa nini kubwa zingine kama hivyo vitunguu vidogo vidogo ndio pingili zake za kuhesabia tasbihi? Matapeli. Yakuluna amwala nasi bil batil, wanakula mali za watu kwa njia ya batili. Utamuona amekuja ana sura ya unyenyekevu, wakati huo huo amebeba kujitukuza. Ukiamiliana naye utamuona. Kwa hivyo Allah amebainisha sifa za mawali ili watu watafute uwali, na ili watu wawagundue mawali fake. Ni mara ngapi mimi tokea nimenani umri wangu, yani hapa Tanzania, katika hao wanaotangaza wanafanya dua wanafanya nini, hao wote wanaitwa ni mawali wa Mwenyezi Mungu au kina masharifa nini, wote fake kwenye vigezo vya dini. Wallahi wa billahi wa tallahi, fake wote, matapeli wakubwa. Eti wali wa Mwenyezi Mungu au sharifu ana dua zinazonunuliwa, alafu mkitoa 1000 sadaka zenu za 1000 nyie mnapigwa dua ya changanyikeni. Alafu ukienda ofisini ukatoa 200,000 300,000, kuna dua maalum. Kuna dua maalum ya watu 1000 na kuna dua ya watu 10,000, kuna dua ya watu 50,000, kuna dua maalum na wamevaa majoho. Imani na utapeli huu ni mbaya kuliko mtu ambaye anatapeli nje ya dini. Mtu kama ni tapeli tu anaiba hela za watu, anajifanya yeye ni mtu wa Voda au wa Tigo, huyo utapeli wake ni mdogo kuliko utapeli wa mtu ambaye anakuja kwa sura ya dini. Sasa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hamfichi mnafiki. Huyo mtu alifariki juzi yule wa Mtwara, akatangazwa kuwa ni wali. Yani vigezo vya dawa sisi vinatulazimisha kutaja wazi kwenye baadhi ya matukio, kwa sababu watu wengi wamedanganyika na tukio hilo. Ni lazima ulibainishe, sio kwa lugha ya mafumbo. Huyo anaitwa wali wa Mtwara. Huyo tunasema Mwenyezi Mungu hafichi munafiki. Alipofariki kina nani wamesimama kumtangaza kwamba ni wali na kumpa tiketi ya peponi? Ndio ujue hawa ambao wamejificha na hawa ni wale na ushehe wao ni feki. Imekuwaje wasimjue mtu mchawi alafu wao waseme ni wali wa nani? Ni wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kusema kweli, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alivyoiseti dini yake, hakuna chaka kwenye dini mtu atajificha asijulikane. Atawadanganya hao tu, atawadanganya baadhi ya watu, lakini hawezi kudanganya. Urongo wake unakuwa uko wazi, urongo wake unakuwa uko wazi. Kwa hivyo watu wamedanganywa sana katika huu mlango wa makarama ya mashaitani. Watu wanasema yule kijana sio mchezo bwana, kwa sababu ya baadhi ya vimaajabu fulani. Yule mtu ambaye nilikwambieni alidai umahdi kule Kilosa, tulipokwenda kufanya dawa kule, tulimtoa kijana mmoja katika wafuasi wake wa karibu sana. Yeye anamuita mwanafunzi wake, lakini mwanafunzi wake anajua Qur'ani kuliko hata yeye. Ila kwa sababu kwenye huu mlango wa makarama huyu mwanafunzi hana, akawa yuko chini ya huyu. Katika wale ambao waliweza kuelewa da'wa wakaachana na yule mzee ni huyo kijana, alikuwa kitwa Sefu nani nimemsahau. Yule kijana sasa anaelezea katika mambo ambayo yule bwana alikuwa anayo ya maajabu. Anasema mara moja imenyesha mvua pale Kilosa, na eneo lenyewe lilikuwa kama la majimaji hivi. Ile mvua haikunyesha kwenye eneo linalozunguka nyumba yake. Kumbuka kwamba huyu amekuja kwa sura ya shekhe na wali wa Mwenyezi Mungu, sio? Kwa sababu Mahdi ni wali.
Na akasema siku nyingine, huyu kijana anasimulia mwenyewe, sasa kashatubia, anasema nimeota siku moja nimempa 1000 yule mchembo yule, nimempa 1000. Kesho yake asubuhi nikakutana naye, akanambia asante kwa ile 1000 ulionipa. Yani wewe umeota umempa mtu 1000, alafu nakutana naye anakuambia asante kwa ile 1000 ulionipa. Haya ni mambo ya maajabu, sio ya maajabu? Ni mambo ya maajabu, sio ya kawaida. Sasa huyu mtu kwenye msikiti wake kuna bendera nyekundu. Ya kazi gani? Inaendana na dini? Haiendani na dini. Kwenye kule mbele anakoswalishia kuna ngozi. Inaendana na dini? Haya mambo ya vitambaa vyekundu na ngozi, mambo ya wachawi, waganga wachawi. Kwa hivyo wali anaangaliwa kwenye itikadi yake na manhaji yake na mapito yake yanaendana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ndio tukasema hata kama akaponya watu wote, hatuwezi kusema huyu ni wali wa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, yani Muislamu ambaye anajua somo hili hawezi kuritadi akaingia kwenye unaswara kwa sababu eti kuna mtu anajidai ni nabii na anaponya watu hospitali nzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni washirikina. Wanasema Nabii Isa ni Mungu, badala ya kumuomba Mwenyezi Mungu azza wa jalla wanaomba Nabii Isa. Na hao ndio utawakuta kwenye ile sifa ya kujigamba namba 1. Umeona? Kwa hivyo tulikuwa tumesoma katika aya iliyopita, ilikuwa ikizungumza kwamba wali wa Mwenyezi Mungu ana sifa mbili, sifa ya imani na takwa. Allah akasema lahumul bushra fil hayati dunya. Watu hawa wana bishara, mawali wa Mwenyezi Mungu wana bishara katika maisha ya dunia. Moja katika bishara ni hayo makarama. Lahumul bushra fil hayati dunya. Watapata bishara katika haya maisha ya dunia. La tabdila li kalimati Allah. Hakuna kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Yani mawali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla watapata bushra, na huwezi kupotosha maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kuhusiana na mawali. Unaweza tukudanganya watu 2 watatu, lakini ndio ukapotosha ikawa ndio Waislamu wamekuwa kizani hawajui sala hili la mawali. Haiwezekani. Allahu kisha akasema la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawzul azim. Hakika hii kadhalika la tabdila li kalimati Allah, kwamba wao wana bishara na wao watapata mazuri duniani na akhera. Huwezi kubadilisha la tabdila li kalimati Allah. Dhalika huwa al-fawzul azim. Kwa mtu ni wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ana imani na anamcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, huko ni kufuzu ambako ni kukubwa. Au kupata matokeo ya imani na takwa ambayo ni bishara ya duniani na akhera. Dhalika huwa al-fawzul azim. Huko ni kufuzu ambako ni kukubwa. Wala yahzunka qawluhum, wala zisikuhuzunishe kauli zao makafiri, yani juu ya watu wa dini, kauli zao mbaya juu ya watu wa dini, dhidi ya dini, zisikuhuzunishe kauli zao. Innal izzata lillahi jami'an. Hakika ukubwa wa kweli na utukufu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Izza kama ilivyosema lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minina. Izza na utukufu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na waumini. Kwa hivyo waumini wako katika izza, wako katika utukufu. Sio lazima watu watambue. Kama kuna kundi la watu wamekataa kwamba waumini wana izza na Uislamu ni utukufu, hiyo haiwadhuru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yahzunka qawluhum, wala isikuhuzunisha kauli yao. Hapo unaweka kituo, innal izzata lillahi jami'an. Hii ni sentensi nyingine, kwa sababu ukiunganisha itakuwa hivi,
isikuhuzunishe kauli yao wanayosema kwamba Allah ni utukufu wote ni wa kwake. Usiunganishe maneno hivyo. Ndio maana hicho kinaitwa waqfun lazimun. Waqfun lazim, lazima usimame, kwa sababu ukiunganisha utabadilisha maana. Wanasema wala yahzunka qawluhum, maneno yameishia hapo, unapiga pozi kabisa, unatenganisha maneno kwa sauti na kituo. Innal izzata lillahi jami'a. Haya ni maneno mengine. Hakika usihuzunike na kauli yao na kejeli zao kwa waumini na dini. Yani Allah anasikia maneno yao na anajua kwamba maneno hayo si kweli na yanayosema labda waumini ni madhalili. Allah anasikia maneno hayo kwamba waumini wanaambiwa ni madhalili, na anajua kwamba maneno hayo ni uongo, na anajua kwamba waumini ni wenye nguvu. Sio? Wakati mwingine Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaweza akachelewesha matokeo. Yaani mtu anafanya maovu, anawafanyia vurugu, anaifanyia vurugu dini na watu wake, na anatamba, na Allah hamchukui, hamkamati. Ndio naambiwa usidhani labda sasa hivi Allah hasikii, labda taarifa zitamfikia baadaye. Hapana, huwa samiu, Allah anasikia kila kitu, al-alimu, anaona kila kitu. Kwa hivyo kama hakufanya jambo kipindi hiki ni kwa hikma yake. Kama hakufanya jambo ni kwa hikma yake. Ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi. Sifa ambazo anasifiwa nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio sifa za waumini, lakini kwa mlango mwingine inarejea kuwa ni sifa kwa waumini waliomwamini Mwenyezi Mungu wa namna hii, mwenye sifa hizo. Umeelewa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ana sifa za pekee, lakini kama mtu anaabudu sanamu likapondwa hilo sanamu, na kweli lafaa kupondwa, kupondwa huko sanamu si kunapondwa wale wanaolifanya ni Mungu, na utukufu wa Allah ni utukufu wa waumini kwa jina lingine, kwa sababu waumini Mungu wao Dhul Quwwatil Matin, ni mwenye nguvu na madhubuti. Wamemwamini yule ambaye ni sahihi kuaminiwa, wamemtegemea yule ambaye ni sahihi. Umeelewa hiyo? Ala inna lillahi man fi samawati, pale aliposema walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Kwa nini? Izza ya rasuli inatokana na izza ya Allah, izza ya waumini inatokana na izza ya nani? Ya Allah. Sio? Ndio maana hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema nyinyi mna nguvu, Allah anajua kila kitu na anaona kila kitu. Ala, na Mola wenu ni tajiri, ni ala inna lillahi, vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Katika man fi samawati, wote ni wa Mwenyezi Mungu walioko katika mbingu na walioko ardhini. Wama yattabi'u alladhina yad'una min duni llahi shurakaa, na wala hawafuati wale ambao wanaomba kinyume na Mwenyezi Mungu, illa shurakaa, isipokuwa miungu ya kishirikina. In yattabi'una, ulama wengine wametafsiri hiyo ma ni ma nafia, ma inayokataa. Inasema hivi, wama yattabi'u alladhina yad'una min duni llahi shurakaa, hawafuati wale ambao wanaabudu kinyume na Mwenyezi Mungu, hawafuati hiyo miungu ya kishirikina. Wanafuata nini sasa? In yattabi'una illa dhanna, yani msingi wa kosa lao ni kwenye kuwa wanapita katika wanafuata wanachokifuata bila ya hoja. Hii pia ni maana inakuwa ni ngumu, yani
watu kuielewa, lakini ni maana katika maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaponda kwenye, sio tu kwenye kufata masanamu, kwenye ile hoja ya kufata sanamu. Hoja yenyewe ni hoja ya dhana, umeelewa? Sio kwamba wao hawafuati masanamu, kweli wanafuata masanamu, lakini Allah anasema hawafuati masanamu ila hoja ya dhana tu. Ndio tukasema Uislamu umekataa kufata dhana, imani tu basi haina mashiko. Huyu wali bwana, kwa hoja gani? Au kasema haya makarama bwana, kwa hoja gani? Ukaamini jambo lolote katika mambo yakiwemo hayo mambo ya mizimu, ni dhana tu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa ameponda ule msingi wa ibada zao, kwamba wanategemea nini? Adhan, wanategemea dhanna. Kuna ambao wametafsiri hivyo, na wengine wametafsiri wama yattabi'u alladhina yad'una min duni llahi shuraka, yani la yattabi'una illa shuraka, hawafuati kile wanachokiomba kinyume na Mwenyezi Mungu isipokuwa miungu ya kishirikina. Wama in yattabi'una illa dhanna, hawafuati isipokuwa dhana. Hili neno hawafuati isipokuwa dhana, yani kile wanachokifuata msingi wake ni nini? Ni dhana. Kwa hivyo kwa tafsiri ya kwanza, wama yattabi'u alladhina yad'una min duni llahi shuraka, yani la yattabi'una alladhina yad'una min duni llahi shuraka, hawafuati wale wanaoabudu kinyume na Mwenyezi Mungu, hawafuati miungu ya kishirikina. Wao kosa lao ni zaidi ya hapo, wanafuata dhana. Ndio msingi wa, yani msingi wa shiriki yao ni dhana. Kwa nini ni dhana? Kwa sababu hakuna hoja, kama vile Allah alivyosema in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultani. Hiyo mlioyaita ni miungu, si mnafuata miungu, mnafuata majina tu. Yani hao wana majina matukufu wala si watukufu, hawafuati, hawana hoja katika hilo, ila wanafuata nini? Dhana. Wa inhum illa yakhrusuna, na hawakuwa isipokuwa ni watu wa kugeni dhana, kukisia. Yakhrusuna, alkharsu ni kukisia, wanafata makisio tu, dhana tu basi. Na msingi wa bid'a na shirki ni huu mambo ya dhana tu basi. Hata wanasemaga wakiambiwa labda maulidi ni bid'a, wanasema unataka kusema sisi na wazee wetu wote tumepotea. Sasa hiyo sio hoja, kwani Firauni si alipotea yeye pamoja na watu wa utawala wake wote wamepotea? Kwani haiwezekani? Wa qalilun min ibadi yashkur, hata dalili zinasema wanaomshukuru Mwenyezi Mungu katika waja wake ni wachache. Kwa hiyo wewe unawezaje kujitetea kusema kwa mfano labda watu fulani wapagani wako wengi, wao wamekuwa wapagani nchi nzima, kama itakavyokuwa labda hiyo akhiri zamani, wacha Mungu wachache ndio wale watoe hoja waseme, ina maana unataka kusema sisi wote tutaenda motoni? Ndio mtaenda motoni, ili mradi mmefanya matendo ya motoni. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, nitaijaza jahannam kwa watu wabaya ambao ni majini na binadamu. Mwingine anasema unataka kunambia mtu atakuwa makosani ndio aje achome moto kwa sababu anasoma maulidi? Tunatumia, yani sisi tunafuata mawazo, manake hayo ni mawazo, sio? Kama ni mawazo na sisi tuna mawazo. Sasa mawazo ya nani yatakuwa bora kuliko ya mwingine? Zinazotakiwa zishindane ni nini? Ni dalili. Jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam ajalifanya. Tulipiga jana mfano wa nini?
wa dhikri ya kukohoa. Hiyo kukohoa wanasema ni dhikri zinazoingia katika aya zote zinazotaja dhikri. Tunawauliza, mtume alizisoma hizi aya ama kuzisoma? Nani anaweza kusema mtume hajazisoma wakati yeye ndo kateremshiwa? Alizisoma. Alizielewa ama hakuzielewa? Nani anaweza kusema mtume hakuelewa wakati yeye ndo mwalimu wa Qur'ani? Wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linasi ma nuzila ilayhim. Utasema mtume alizielewa. Baada ya kuzielewa, si alizifanyia kazi? Naam, alizifanyia kazi kwa mujibu wa uelewa ama alifanyia kazi mtume dini nje ya uelewa ambao ni sahihi? Alizifanyia kazi, yani kufanyia kazi kwake ni kwa mujibu wa uelewa wake ambao ni sahihi. Je, alidunda dunda? Hakudunda dunda. Kama hakudunda dunda, kwa hiyo moja itakuwa original, nyingine fake. Fake ya mtume au ya kwao? Ya kwao. Manake mtu anaweza akasema pia, unataka kusema hao wamepotea. Manake ukitaka kuangalia mambo ya appearance na muonekano, wewe ingia tu hata kwenye mtandao. Wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ukiwaangalia wale watu ambao wako kwenye bid'a, unaweza kuta ni kundi kubwa la watu wako katika wao watu wenye vyeo, wako katika wao watu wenye mali, wako miongoni mwa watu wa dhalala maprofesa. Ndio wapo. Kwani hamna katika wanaoabudu ng'ombe maprofesa? Madaktari wakubwa kweli wanaenda kutibia watu magonjwa ambao madaktari wetu wamewashindwa. Wasomi wameshona wengi, kama ni nyumba yao ya ibada imejengwa ni jisikiti kweli kweli. Wakitoa sadaka wanatoa sadaka kweli kweli. Ukiangalia appearance wamepiga pamba, warefu wamepanda, wana majoho mazuri na makofia. Sasa je, haki inapimwa kwa sura hii jamani? Ukipima kwa sura hii, hata Wahindu waabudu ng'ombe hawa nani waumini wao wana mahela. Haki haipimwi kwa mtindo huo bwana. Sasa usije ukasema ina maana unataka kutuambia hawa watu wote ni maprofesa wote hawa wataenda motoni na matajiri wote hawa? Ndio, kama wamepita katika sababu za motoni watakwenda motoni. Kwa hiyo hii hoja unataka kutuambia watu hawa wote wamepotea, hii ni hoja ya nini? Ya dhana tu. Watu wote wanaosoma maulidi humu na mashekhe wao wote ndio nataka kusema hawajui, wewe ndio unajua. Ndio hawajui, kama wamefanya jambo ambalo ni la ujinga, si ndio hawajui? Ndio. Na niliwaambia watu siku moja, alama za kwamba hawajui ziko nyingi kweli kweli. Hiyo kung'ang'ana na jambo ambalo wewe huwezi kusema mtume kalifanya, hiyo hujui. Ndio unafanyaje jambo ambalo wewe mwenyewe unakiri kwamba mtume hajalifanya na unalitetea? Ndio hujui. Kwa hivyo ingelikuwa haki inapimwa kwa kuangalia wafuasi wake. Je, ni watu hohehahe au ni watu wazito? Ingekuwa haki inapimwa kwa kuangalia, je, watu wana uzito gani katika haya maisha? Itakuwa hakuna mpotevu sasa, kwa sababu hata kwa mashoga nako kuna watu wazito tu. Wako wazito na wana fulusi, alaysi kadhalika. Ukienda kwa abudu ng'ombe utakuta kuna watu wazito. Ukienda kwa watu wa mizimu kuna watu wazito na machifu na. Haki haipimwi hivyo. Haki inapimwa kwa nini? Kwa hoja. Ndio maana Allah anasema hawafuati isipokuwa dhana, na hawakuwa wao isipokuwa ni watu wa kukisia tu, ugeni. Wa inhum illa yakhrusun. Walladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Hii ni hoja ya watu ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwamba yule wanayemwabudu ni yule ambaye ja'ala lakumul layla, amejalia kwa Waislamu na kwa sio kwa Waislamu amewawekea usiku, litaskunu fihi, ili mtulizane katika huo usiku, wa nahara mubsira, na akakuwekeni mchana muwe mnaona,
inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasmauna, kwenye kuwekwa usiku na mchana kuna mazingatio kwa watu wenye kusikia. Allah subhanahu wa ta'ala hapa ametaja jambo moja tu, usiku na mchana, lakini yani uwepo wa nidhamu ya ulimwengu, nidhamu ya usiku na mchana, nidhamu ya mwaka, nidhamu ya misimu ya masika na kiangazi, nidhamu aliyoweka Mwenyezi Mungu azza wa jalla ya hali ya hewa, nidhamu ya jiografia mbalimbali, sio ambayo wanahitaji wanadamu wako ardhini, na Allah ameweka ardhini mahitaji yao yote. Unajua hakuna kosa kwamba Allah ameweka wanadamu kwenye eneo kama vile mwezi au kwenye Jupiter, alafu ukakuta wanadamu wanahitaji hewa ya oksijeni, wanahitaji mboga, wanahitaji haya na yale, halafu hayapatikani. Manake yako Allah subhanahu wa ta'ala angeweza kuwaweka wanadamu kwenye sayari nyingine, sayari ziko nyingi, lakini haziendani na uhitaji wa binadamu. Mwanadamu yuko katika hii ardhi na akawekewa vitu vyote anavyovihitaji. Hii nidhamu inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu yupo na yeye ni mjuzi na ni mwenye hikma na anafanya mambo kwa mpangilio ambao ni sahihi. Tulisema hata kwenye ishu ya meno tu, Mwenyezi Mungu azza wa jalla ameumba kiumbe huyu ana meza, hakupewa meno. Huyu anatakiwa ale nyama ambayo inatakiwa ikatwe na kitu kikali, akapewa meno yanayokata, lakini anakata, anameza, hatafuni. Huyu anayemeza nzima na huyu anayemeza kwa kukatakata, matumbo yao yanamudu hivyo vinavyomezwa vizima, na mwingine tumbo lake halimudu huyo hayo mavitu mazima akawekewa meno ya kukata haya ya mbele na ya kusaga kama haya ya nyuma, na tumbo lake linaendana na hiyo hali. Mwenye kula nyama akapewa tumbo linaendana na nyama, mwenye kula nyasi akapewa tumbo linaendana na nyasi. Ukigeuza huyu wa nyasi umlishe nyama na wanyama umlishe nyasi, digestion itafeli. Huu mpangilio kwenye hii mifano na mingine inaonyesha kwamba yuko ambaye amefanya kila kitu kwa umakini, sio bahati mbaya hii. Mwenyezi Mungu yupo na ndiye ambaye anaendesha ulimwengu. Na kama kuna mtu anadhani kwamba Allah ameghafilika na madhambi ambayo anawafanya wanadamu, aangalie kwamba Allah hajaghafilika kwenye mambo mengine. Hayo ndiyo yawe ushahidi kwamba kumbe hata kwenye madhambi hajaghafilika. Mwenyezi Mungu hajaghafilika kuwaruzuku viumbe wake. Mwenyezi Mungu hajaghafilika kuendesha kutoa oxygen. Mambo ya uendeshaji wa maisha na mahitaji ya binadamu Allah hajaghafilika. Ujue hata kwenye madhambi hajaghafilika, ila huko amekupa tu muda. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kwa hivyo akasema huwa alladhi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi wan-nahara mubsira, amejalia usiku na mchana kwenu nyinyi kwa maslahi ya mchana muwe mnaona na muwe mna mwanga. Hamuhitaji kuwa na mataa mnayolipia, mwanga upo tu, mnafanya shughuli zenu. Na mazingira yenyewe alivyoyaseti kisayansi sio ya kulala sana. Mazingira ya kulala sana ni usiku, na akaweka na kiza ambayo ina support zaidi hiyo habari ya mapumziko, kwa sababu usiku inatakiwa mpumzike. Hapa ametaja vitu viwili sio au kitu kimoja. Basi nyie jiongezeni muangalie nidhamu ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla katika mambo mengine ambayo hajayataja katika hayo. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasmaun. Qalu takhadha Allahu walada, wamesema Allah kajifanyia mtoto. Hii mada imeingiaje hapa?
kwamba ilikuwa wanadamu wamtukuze Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla anahesabu kuambiwa ana mtoto. Sisi tunapenda kuambiwa mtu fulani ana mtoto, na ni kashfa kuambiwa hazai. Kwa Allah sio hivyo. Kwa Allah ni kinyume. Allah anasema zinakaribia ardhi inakaribia kupasuka pasuka na mbingu na majabali kudondoka kwa sababu ya anda'u lirrahmani walada, kwa sababu watu wanadai Mwenyezi Mungu ana mtoto. Kwa sababu Allah Azza wa Jalla ni wa pekee na ni mpekee na hapendi ushirika. Ukisema Allah ana mtoto, mantiki yake ni mwenza wake, kwa sababu mtoto ni mwenza wa baba yake. Anaweza kurithi ufalme wake, anaweza kurithi mali zake, anarithi nafasi yake, hata ana wasifu na ufanana na baba yake. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie kama Allah ana mtoto basi mimi nitamwabudu, kwa sababu mtoto ana sifa za baba yake. Allah anasema yeye ni mmoja na ni wa pekee, kwa hivyo hawezi kuwa tena ana mtoto, kwa sababu akiwa ana mtoto atakuwa hayuko peke yake, sababu mtoto atakuwa ni kama ana sifa kama za baba yake. Na katika kutafuta watoto huwa ni uhitaji. Allah si muhitaji wa mke wala si muhitaji wa mtoto. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahiba, vipi atakuwa ana mtoto na hali ya kuwa hana mtoto, hana mke? Katika malengo ya Qur'ani ni kuwaonya wale, liyundhira alladhina qalu takhadha Allahu walada, kuwaonya wale waliosema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ana mtoto. Ukisema ana mtoto umesema ana mshirika. Mbona huu ulimwengu anauendesha katika namna ambayo hakuna mshirika, hakuna mvutano katika uendeshwaji wa ulimwengu, hakuna alama za makinzano ya mamlaka na uendeshaji. Angekuwa hata ana mtoto angeweza kupingana na baba yake baadhi ya nyakati. Kwa hivyo ndio maana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alipozungumza tauhidi yake na upekee wake akalaumu akasema, qalu takhadha Allahu walada, wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Subhanahu, Mwenyezi Mungu ametakasika. Huwal ghani, yeye si muhitaji, kwa sababu mwanadamu anataka mtoto kwa sababu ya uhitaji. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, ni vyake vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi. Yani huyo mnayesema ni mtoto wa Mungu si mtoto wa Mungu, ni kimilikiwa cha Mungu. In kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda, kila kilichomo katika mbingu na ardhi kitakuja siku ya kiyama kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kikiwa ni kitumwa. Kwa hivyo mahusiano ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na viumbe ni mahusiano ya mmiliki na vile vinavyomilikiwa, sio mahusiano ya mtoto na baba wala mama na mtoto. In indakum min sultanin bihadha, yani hal indakum min sultanin bihadha. Herufi hizi za Kiarabu huwa zinapokezana, yani zinanaibiana. Yani in indakum min sultanin bihadha, yani hal indakum, je mna hoja kwenye hayo madai kwamba Mungu ana mtoto? Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamuna, hivi mnasema kuhusu Mwenyezi Mungu yale msiyoyajua. Tunaruhusiwa kumsema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kumuelezea kama alivyojielezea. Kwenye lile ambalo hakujielezea tunasema hatujui. Kama kwenye lile ambalo hakujielezea ni sifa mbaya, labda mtu anauliza, je, Allah ana sifa kadha, hiyo kadha ni mbaya, tunasema Allah hana sifa hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kasema yeye ni mtukufu. Lakini akitaja sifa nzuri ambayo sisi tunaiona ni nzuri, lakini Allah hajasema kama ana sifa hiyo, tutasema hatujui, wala hatumsifu Allah kwa sifa hiyo,
wala hatuikanushi, kwa sababu hatutakiwi kusema kuhusiana na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla sifa au jambo ambalo hatulijui. Anasema ataquluna ala Allahi ma la ta'lamuna, hivi mnasema juu ya Mwenyezi Mungu yale msiyoyajua. Qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Kusema juu ya Mwenyezi Mungu ni kwenye kumuelezea mwenyewe au kuelezea dini yake, hiyo yote ni kusema juu ya Mwenyezi Mungu. Ukawa unasema juu ya Mwenyezi Mungu yale usiyoyajua, ukawa unasema juu ya dini ya Mwenyezi Mungu yale usiyoyajua. Akasema ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun, hivi mnasema juu ya Mwenyezi Mungu yale msiyoyajua. Qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihuna, waambie wale ambao wanazua juu ya Mwenyezi Mungu uongo hawatofaulu. Na hili neno hawatofaulu yani milele, na kuambiwa hawatafaulu milele maana yake ni tamko la ukafiri. Hilo ni dhambi kubwa ambayo, kwa sababu kama ataungua moto alafu atatolewa atakuwa amefaulu baadaye kwa kuchelewa. Allah akisema la yuflihuna, hawafaulu, yani hayo ni makosa ya ushirikina na ukafiri. Mata'un fi dunya, ni starehe za duniani. Thumma ilaina marji'uhum, kama vile ikiwa watu hawa wanasema kwa ubaya katika hali kama hii, mpaka Allah anasema hawatofaulu. Unajua linakuja swali gani? Mbona wanadunda? Mbona wana nyenzo za starehe, wana mali, wana magari, wana ilmu, wana sayansi, wana teknolojia? Ndio Allah kama vile istidraki analeta jawabu. Mata'un fi dunya, ni starehe za duniani tu. Manake wanaweza wakaunganisha wakasema kama Allah amewaacha hawana makosa hawa, mnasema hawatofaulu, mbona wana kadha na kadha. Na hii inaonesha uwezekano wa haya kuendelea akhira, wakaenda kupeta vile vile. Allah akasema hapana, mata'un fi dunya, ni starehe katika dunia tu basi. Thumma ilaina marji'uhum, kisha kwetu watarejea. Thumma nudhiquhum al'adhaba ash-shadida, kisha tutawaonjesha adhabu iliyokali. Kuna mtu mwingine jamani, akipata katika dunia anaona ni kama alama ya kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Ipo ama haipo? Mwenyezi Mungu ameniona bwana, ameniona, amenijali. Wana maana hivyo Waswahili kusema ameniona, manake amenijali, amenipa kipaumbele. Si kila anayepewa amepewa kipaumbele, anapendwa, ameridhiwa. Kuna wengine wanapewa inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wakati mwingine mtu anapewa mali ili Allah amuadhibu nayo hapa duniani na afe. Kuadhibiwa na mali duniani kuna njia hizi mbili. Yani utapata matatizo yanayotokana na mali zako, labda utatafutwa, au Allah atakuongoza na hiyo mali mpaka ule madawa ya kulevya na kuadhibu na mali hiyo katika maisha ya dunia. Utapata majanga kwa sababu ya mali, kwa kifupi. Au kukuadhibu nayo katika maisha ya dunia, adhabu ya kiimani. Hiyo mali inakuwa ni kizuizi. Tumesoma katika darasa miongoni mwa adhabu, na tukasema hiyo ni mbaya zaidi, kuadhibiwa kiimani. Unaweza kuwa umepewa hiyo mali ili kupumbaze vizuri. Kupumbazwa na mali mpaka ukatoka katika imani, hiyo ni adhabu. Hiyo kwa mtu ambaye anaangalia vizuri, hiyo nini? Ni adhabu, kwa sababu inakuingiza katika anga ambazo zitakufanya uadhibiwe na upoteze maisha yako ya milele. Allah amesema hivyo katika aya nyingine kwamba sio wote waliopewa mali na watu wabaya. Hapana, kuna watu walipewa mali na Allah hawapendi, lakini aliwapa ili katika hali ya kama amewatupia chambo, kama ana wavuta kwenye adhabu. Nabii Musa alisemaje?
alimwambia Mwenyezi Mungu azza wa jalla, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabilika. Mwenyezi Mungu, tunajua kwamba umempa Firauni na watu wake mapambo ya maisha ya dunia na mali ili wapotee kwenye njia yako, wapotee waache njia yako. Na yeye akapigilia msumari akasema, rabbana, futa mali yao na uzipondoshe nyoyo zao wafe katika ukafiri. Hii mafumu iko nyingi sana katika Qur'ani, yani sio mafumu ya kulenga na manati kwamba mtu anaweza kupewa, sisi tunaona kwa nje ni neema, kumbe karushiwa chambo, kumbe mtego. Hiyo iko nyingi sana katika Qur'ani. Na kwa hivyo watu huwa wanauliza, watu wote wanauliza, wawe ni waumini au sio waumini, hawa kama wamepita mapito mabaya, mbona mambo yao safi? Ndio Mwenyezi Mungu anasema mataun fi dunya, ni starehe tu katika maisha ya dunia. Yani katika kanuni za Allah sio kwamba mtu aliyemkufuru ndio anyimwe. walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqfan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim, au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Zukhruf. Mpango wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla ni kwamba kafiri asinyimwe, yani ukafiri wake sio sababu ya kunyimwa mali. Mpango wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Tena lau kama ingelikuwa sio kila anayekufuru anapewa, basi ilikuwa kila anayekufuru, yani lau kama ingelikuwa sio kila anayekufuru anapewa, alafu iwe ndio sababu ya watu wote kukufuru. Hamjanielewa? Lau kama si kila anayekufuru angepewa, maana si kila anayekufuru amepewa, lakini ingekuwa kila anayekufuru anapewa, yoyote anayekufuru anapewa, si watu wote wangeingia kwenye ukafiri, au watu wengi wangeingia kwenye ukafiri? Allah anasema kama sio hivyo, basi kila anayekufuru ningempa, kwa sababu hana starehe akhira. Kwa hivyo ndio anaweza akapewa mataun fi dunya, starehe katika dunia, thumma ilaina marji'uhum, kama vile tunawanenepesha tuje tuwaadhibu vizuri. Hata duniani jamani, kuna mfano, mtu mwingine anaenda kunyongwa alafu anaambiwa weka oda ya chakula unachotaka. Anasema ni mataun fi dunya, ni starehe katika dunia, thumma ilaina marji'uhum, kisha kwetu atarejeshwa. Hizi mali zimekuwaje adhabu? Kwa sababu angekuwa maskini, mahesabu ya makosa angekuwa ni madogo. Alipokuwa na mali zikawa ni nyenzo ya kumuingiza kwenye makosa mengi, kwa hivyo haikuwa ni akheri hiyo. Ndio maana akasema kwetu watarejeshwa, thumma nudhiquhumul adhaba ash-shadida, kisha tutawaonjesha adhabu iliyo kali, bima kanu yakfurun. Hii kuonja haimaanishi kama kwenye lugha ya Kiswahili kuonja kwa maana ya unaponja si unagusa tu kidogo. Hii kuonja haimaanishi hiyo. Hii kuonja ina maana ya kuwasensisha, kuwafanya wasense. Kwa sababu kuonja ni kusensi, sio? Kwa sababu mtu anaweza yani kuna uwezekano akawa anaadhibiwa lakini amepigwa ganzi labda kwa mfano, alafu hasensi ile adhabu. Umenielewa? Anakatwa vidole lakini ameptiwa ganzi, hasensi. Kwa hivyo hii nudhiku, yani anaadhibiwa na ana sense. Usidhani kwamba wataingizwa motoni alafu zile hisia zife, uwe moto unawaka tu anaungua lakini hawaumii. Nudhiku. Umeelewa? Kwa hiyo sio kuonja kwa maana ya kidogo, kusense. Thumma nudhiquhumul adhaba ash-shadida, kisha tutaonjesha adhabu iliyo kali, bima kanu yakfuruna, kwa sababu ba'u sababia, ma bimaana alladhi, bisababi alladhi, bisababi kufrihim. Itakuwa ni munasibu tusimamie hapa, sababu aya zinazokuja zinaanza kisa cha Nabii Nuh alayhi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, kwa mukhtasari kama ambavyo kimesimuliwa katika sura hii.
Tunamwomba Allahu jalla jalaluhu atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.